Jeshi la Marekani limetangaza kuwa limefanya duru mpya ya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa maelekezo ya Rais wa Marekani Donald Trump, yakifikisha usiku wa 12 mfululizo operesheni za kijeshi za Marekani ndani ya Iran siku ya kuamkia hii leo Julai 23 mwaka 2026. Mashambulizi hayo yanaonyesha kuendelea kwa kampeni ya kijeshi ambayo Washington inasema inalenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia usalama wa usafiri wa baharini, kulinda njia za kimataifa za biashara na kuzuia mashambulizi dhidi ya meli zinazopita katika Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, mashambulizi hayo yameelekezwa katika maeneo mbalimbali ya kijeshi ambayo Marekani inaamini yanachangia uwezo wa Iran kuendesha operesheni zake za kivita. Malengo yaliyoshambuliwa ni pamoja na miundombinu ya uwezo wa baharini, maghala ya kuhifadhi makombora ya masafa mbalimbali, maghala ya ndege zisizo na rubani, vituo vya ufuatiliaji wa pwani, pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga inayotumiwa kulinda maeneo ya kijeshi. CENTCOM amesema mashambulizi hayo yalipangwa kwa kutumia taarifa za kiintelijensia zilizokusanywa kwa muda, yakilenga kupunguza uwezo wa Iran kurusha makombora, kuendesha mashambulizi kwa kutumia drones na kufuatilia shughuli za meli zinazopita katika maji ya kimataifa. Kwa mujibu wa jeshi hilo, operesheni hizo ni sehemu ya mkakati mpana wa kuhakikisha usalama wa njia za usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu ambazo hupitia katika eneo hilo kila siku. Jeshi la Marekani limeeleza kuwa katika kipindi cha mwezi huu pekee limefanya mashambulizi dhidi ya makumi ya maeneo ya kijeshi ndani ya Iran, likisema operesheni hizo zimeharibu sehemu kubwa ya miundombinu inayohusiana na uwezo wa Iran kufanya mashambulizi dhidi ya usafiri wa baharini. Aidha, Marekani imesema imeendelea na operesheni zake za baharini ambazo zinalenga kuzuia shughuli zinazoweza kuongeza hatari katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo, Iran imesema mashambulizi ya Marekani hayakuishia katika maeneo ya kijeshi pekee. Kwa mujibu wa mamlaka za Iran, vikosi vya Marekani vilifanya mashambulizi yaliyolenga kivuko cha mpaka cha Sharm el-Sheikh kinachounganisha mpaka wa Iran na Iraq. Serikali ya Iran imedai kuwa watu wawili walifariki dunia baada ya makombora hayo kupiga eneo hilo karibu na kituo cha abiria na kivuko hicho. Kivuko cha Sharm el-Sheikh ni mojawapo ya njia muhimu zaidi zinazounganisha Iran na Iraq. Mbali na kutumika kwa shughuli za biashara kati ya nchi hizo mbili, pia ni njia kuu inayotumiwa na maelfu ya wasafiri na mahujaji wa madhehebu ya Shia wanaokwenda kutembelea maeneo matakatifu nchini Iraq. Kila siku maelfu ya watu hupitia kivuko hicho, jambo ambalo linakifanya kuwa sehemu muhimu ya uchumi na usafiri wa kikanda. Maafisa wa Iran wamesema shambulio hilo lilisababisha uharibifu karibu na eneo la abiria, huku taharuki kitanda miongoni mwa watu waliokuwa wakisafiri kupitia mpaka huo. Ingawa mamlaka hazijatoa taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu wa miundombinu, zimesema uchunguzi unaendelea kubaini athari zote za mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yanafanyika wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka kwa kasi. Katika wiki za hivi karibuni, pande zote mbili zimeendeleana kubadilishana mashambulizi na vitisho, huku kila upande ukidai kuwa unachukua hatua za kujilinda na kulinda maslahi yake ya usalama. Kwa upande wa Marekani, utawala wa Donald Trump wamesema kuwa utaendelea kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya miundombinu ya Iran kwa lengo la kuzuia mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na vikosi vya Marekani vilivyopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Washington inaamini kuwa kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran kutasaidia kulinda usalama wa njia za baharini ambazo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa na usambazaji wa nishati duniani. Iran kwa upande wake imeendelea kulaani mashambulizi hayo, ikiyataja kuwa ni ukiukwaji wa mamlaka yake na sheria za kimataifa. Viongozi wa Iran wameonya kuwa wataendelea kujibu hatua zozote za kijeshi zitakazochukuliwa dhidi ya nchi hiyo, huku wakisema kuwa hawatasitisha operesheni zao ikiwa wataendelea kushambuliwa. Kuendelea kwa mashambulizi kwa usiku wa 12 mfululizo kunaonyesha kuwa hakuna dalili za haraka za kupungua kwa mgogoro huo.
Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ikiwa mapigano yataendelea kwa kiwango cha sasa, yanaweza kuathiri zaidi biashara ya kimataifa, usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, usalama wa nchi jirani, na kuongeza hatari ya kuibuka kwa mzozo mpana zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.